Haya, na ndugu yetu mwingine asema vipi hali? Sasa naomba uniulizie kuhusu uzazi wa mpango ambao ni salama kwa ushauri wa kidaktari. Inasemekana njia za uzazi wa mpango za hospitali kwa asilimia kubwa zina madhara. Je, sheria inaruhusu kwa mwanaume anapofika katika hatua ya kutoa manii yake, sheria inaruhusu kutoa manii yake nje na uchi wa mwanamke? Samahani kwa lugha ambazo hazina nidhamu. Ndugu yetu anasema endapo hizi dawa za uzazi wa mpango zina madhara kama ilivyopata kusikika, na hata mimi ninasikia, na wanaosema ni hao waliozitengeneza wanadai zinayo. Sasa hoja alokuwa nayo ndugu yetu asema, je, vipi kama ikifika wakati wa kutoa manii mtu akayatoa nje ya zile sehemu za uzazi, yaani akatoa nje zakari yake, zile shahawa akazitumwaga nje? Ile jambo lina changamoto ndugu yangu, tuwe wa kweli. Ndivyo Mungu alivyotuumba, lakini wakati wa kuyatoa yale manii ndio wakati mtu anapohitaji kuingiza ndani zaidi kuliko wakati mwingine wote. Sasa changamoto iko hapo. Hata tukisema kwamba labda ni sawa, lakini huko kumudu kwenyewe, kwa sababu kilichomfanya mtu ende pale ni hiyo ladha, starehe ambayo kaifuata. Na wakati wa starehe hiyo mkubwa kuliko nyakati zote ni wakati zile shahawa zinapotoka. Samahani, hata mimi lugha ninayotumia ndio hiyo. Sasa wakati zinapotoka, hakuna muda mtu anahitaji kushindilia ndani zaidi kuliko wakati huo. Inakuwezekaniaje wewe kumudu kusema sasa sitaki tena kuingiza huko, wakati ndio muda hata akili yote na mawazo na kila kitu kinataka hivyo? Nadhani changamoto yake ni kubwa sana na ni ngumu kwa kweli. Na kuna hadithi ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam ambayo imepokewa sawa. Hii kitendo hicho cha kufanya halafu ukatoa ukakojoa nje, samahani, na mimi pia naona ni lugha ya rahisi kueleweka. Wale watu wazima walobale wanajua, na nadhani tuko sisi wenyewe hapa, hakuna mtoto mdogo. Kule kutoa ukakojoa nje wakati unafanya tendo la ndoa kama tulivyozoea kuliita na ahali wako, mkeo, sawa. Bwana Mtume aliulizwa, hiyo inaitwa azru, Waarabu wanaita azru. Akasema dhalika huwal wa'dul khafi. Alipoulizwa kuhusu hiyo azru, yani kitendo cha kufikia wakati wa kutoa zile shahawa, sasa unatoa uume nje, unazirusha nje, unaona. Aliulizwa akasema dhalika huwal wa'dul khafi, huko ndiko kuua watoto wakiwa bado hai kuliko jificha. Anasema hapo unaua watoto wakiwa wangali hai kijanja, yani hiyo ni hali ya kufanya hivyo, hali ya kuwa umejificha. Kwa nadhani jambo lina mushkeli kidogo, lakini kuna baadhi ya riwaya sawa, wakasema baadhi ya maswahaba maneno hayo hayo, kisha Mtume akasema sawa tu, na sababu mwingine akasema sasa vipi kama ikiwa ilikuwa apatikane mtoto mle na sasa wewe umetupa uko nje, umemuua? Akaambia kama Mungu angetaka apatikane mtoto humo usingefanya hivyo. Ajabu ya Bwana Mtume ndio hiyo. Sasa ziko hizo hadithi, lakini inshallah ngoja nitaenda nichukue kitabu nikupigieni picha hizo hadithi zote inshallah, ili mzisome kwa faida zaidi, alafu mtajua zaidi. Wengine kwa ufafanuzi mnaweza mkaa wazuri kuliko mimi, mkaniongoza hata mimi kama nimefasiri vibaya, lakini nilichokiona ni hicho. Sasa hoja iko hivi hapa. Huyu bwana anasema lipi sasa salama? Uzazi wa mpango una madhara kwa wanawake. Tukisema tufanye hivi nayo itakuwa ni sawa? Ndio maana yake. Naona Kwa hiyo ni swala la ikhtilafu hapa. Tumeshaingia kwenye milango ya ikhtilafu. Kilicho bora hapa, hebu tutafute namna ambayo wazee wetu, ujue hii habari ya uzazi wa mpango si imeanza miaka ya juzi tu. Sisi tumezaliwa miaka 60 huko, sio? Miaka 60. Mimi nikijeba bwana, wenzangu wengine wako wengi tumezaliwa miaka 60 huko. Wakati hakuna cha hadithi ya uzazi wa mpango wala nini. Lakini cha ajabu utamuona mama
amezaa watoto wake wanapishana miaka miwili, ndio alokusudia yeye mwenyewe watoto wake muda huo wapishane. Na wallahi, yani mimi mpaka mdogo wetu wa mwisho tunapishana miaka miwili. Mungu ni wa ajabu sana. Yani kakaangu na yeye na mimi tumepishana miaka miwili, mimi na mdogo wangu anayenifuatia ni hakika mdogo wangu ananifuatia, anaitwa Nasma, tumepishana miaka miwili. Yeye na mdogo wake anamfuatia wamepishana miaka miwili, huyo naye na mdogo wake, basi mpaka wa mwisho wetu ni miaka miwili tumepishana. Labda ingekuwa tuna akili tungerudi katika uasilia wa mababu zetu na utaratibu walikuwa wakitumia kijadi kubalance hizi hali zisiwatokee wakati wa mama kushika ujauzito. Lazima kuna elimu fulani hapo. Tumepoteza baadhi ya elimu kwa ujinga wetu na kujifanya wajanja. Matokeo yake walio yaweza wazee watu tumeshindwa kuyaweza, ndio tunahamia huku kwenye kuhangaika sasa. Unaona? Kwa hiyo Mwenyezi Mungu atufanyie wepesi inshallah. Ni ukweli ile habari ya uzazi wa mpango ama vidonge nini, wanasema wenyewe walioyatengeneza kwamba yana madhara pia. Sawa. Sasa anasema je, ikiwa ndio hivi, mwanamume kafika kwenye hatua ya kuteremsha zile mbegu zake, atoe azimwage nje? Sio? Hapo ina maana mjadala wetu huko hapo. Inshallah tutalifanyia kazi ile jambo. Mimi nitakurushieni hicho kitabu, nitakurushieni. Iko kwenye Sahih Muslim. Hii Sahih Muslim yetu inshallah nitakurushieni, nitakupigeni hizo kurasa. Halafu mtasoma, halafu ndo mtajua tumefundishwaje kuhusu jambo hilo inshallah.